إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير زاد لليوم المعاد. Ndugu zangu katika imani, ninakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika jambo la kumcha Allah ni katika masurufu yaliyokuwa bora ya kuwa nayo pale unapokwenda kukutana na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-iman, hadithuna al-yawm an ni'matin 'uzma wa kanzin thamin qad yaghfulu 'anhu al-kathirun ويستبدلونه بالدنيا وزينتها. Mazungumzo yetu ya leo katika hotuba yetu hii yatahusiana na neema iliyokuwa kubwa na hazina yenye thamani ya hali ya juu, neema ama hazina ambayo wengi katika watu wanaghafilika nayo, na wengi katika watu wanachukua badali ya neema hiyo dunia yenye kuisha na mapambo ya dunia hii. Ayuha muslimun, enyi waislamu, katika kuanza hotuba yetu nitawaomba ndugu zangu katika imani tuzingatie kwa pamoja maneno ya mwanachuoni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala pale aliposema, law alima al-muluku wa abna'u al-muluki ma nahnu fihi min an-na'imi
lajaladuna alayhi bisuyuf, lau wafalme wenye mamlaka na viongozi na watoto wao wangefahamu yale tuliyokuwa nayo sisi katika neema, wangefahamu neema ambayo sisi tumo ndani yake, lajaladuna alayhi bisuyuf, basi wangepigana nasi kwa mapanga ili na wao waweze kuipata neema hiyo. Yani wakishindwa kuipata neema hiyo kwa namna nyingine, basi hata maamuzi ya kupigana na sisi kwa upanga wangepigana nasi ili tu na wao waingie katika neema hiyo. Lidhan as-su'al, ma hadha an-na'im alladhi yatahaddathu anhu al-imam, ni neema gani hii ambayo imamu anaizungumzia hapa? Hili ndiyo swali la msingi ambalo unatakiwa ujiulize pale utakapokuwa unayaingiza maneno haya ya mwanachuoni huyu katika fikra zako. Ni neema gani ambayo anaizungumzia? Ahuwa malu mutarakib, je, neema anaizungumzia ni mali yenye kurundikana, kwamba wao wanachuoni Sheikhul Islam na wenzio wanaofanana na yeye walikuwa wana mali zilizorundikana, ndizo ambazo wanasema kwamba la watu wangejua basi wangepigana na wao ili na wao wasipate neema hizo? Am qusuru mushayyada, au ni majumba yaliyopangwa kweli kweli? Neema anayezungumzia ni majumba yaliyopangwa kweli kweli, ama ni mali zilizorundikana? Am sultanu yatanafasu alayhi an-nas, au ni uongozi ambao watu hupigana, hurogana, hukasirikiana, hufitiniana kwa sababu ya uongozi huo? Kalla ayuha an-nas ibadallah, hayo yote ambayo wewe ukisikia kwa mara ya kwanza maneno ya mwanachuoni huyu yanaweza yakaja katika fikra zako, kalla, si hivyo, si hayo yote hayaingii katika neema hii. Sasa ni nini? Wakasema wenye ufahamu wa mambo, innahu na'imul qulubi bil iman, kinachozungumziwa hapa bwana ni neema ya nyoyo, neema ya imani ambayo yapatikana katika nyoyo za waumini. Wa tuma'aninatun nafsi bil yaqin, na utulivu wa nafsi kwa kuwa na yaqini ndani yake. Wa halawatu ta'a, na utamu, ladha ya utii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ladhatul munajat, na ladha ya ibada, kunongona na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wewe kama unaona shida kusimama kwa ajili ya kumsujudia Mola wako subhanahu wa ta'ala, basi bado imani haijakita katika moyo wako. Wale ambao imani imekita barabara katika nyoyo zao, pale wanaposujudu, pale wanaposimama kwa ajili ya kumwabudia Mola wao, basi wanapata utamu, wanapata ladha. Ndio wakasema na ladha ya kunongona na Allah subhanahu wa ta'ala. Wasukunul qalbi bi dhikrillah, na kutulizana kwa moyo kwa sababu ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Tukatulia sehemu ikawa anamtaja Mola wake subhanahu wa ta'ala. Hii ni neema ambayo ayuha an-nas ibadallah la yushtara bidananir wala bidhahabi wala bifidda. Hii ni neema ambayo
hainunuliki neema hii. Huwezi kuinunua kwa dinar wala kwa dhahabu wala kwa fedha, wala yurath kalmamalik, na wala neema hii hairithiwi kwamba baba alikuwa shekhe basi na wewe utarithi ushekhe wake, babu alisoma basi na wewe utarithi kusoma kwa babu yako. La yuwafu, neema hii hairithiwi kama ilivyokuwa uongozi na vitu vingine. Bal huwa hibatu min alkarim almannan, bali neema hii ni zawadi itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yu'tihi man yasha min ibadihi, anampa neema hii amtakaye katika waja wake. Ayuha almuslimun, waislamu, kwa hakika wema waliotangulia wametupigia sisi mfano wa wazi fi tadawwi hadha an-nabi, mfano ambao unahusiana na ladha na raha inayopatikana katika neema hii, hadi ikafikia akasema mmoja katika wao, inni la ajidu ladhata al-ibada, hakika mimi ninapata ladha ya ibada, ninapata utamu wa ibada, hatta akhafu an tuqta anni ruhi, hadi inafikia hatua kwa ile ladha ninayoipata, inafikia hatua ninahofia roho yangu isije ikakatika kwa sababu ya ukubwa wa raha ile ninayoipata. Na mwingine akasema, wallahi, na apa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inna, hakika sisi, la fi ni'mati, tupo katika neema ambayo law alima biha al-muluku laqataluna alaiha, tupo katika neema ambayo lau watawala wangeifahamu neema hiyo basi wangepigana nasi ili na wao waipate neema hiyo. Na akasema maneno mfano wa haya Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, akasema, inna fi dunya janna, hakika katika dunia kuna pepo, katika hii dunia tuliyomo kuna pepo, man lam yadkhulha, yeyote ambaye hatoingia katika pepo hiyo, lam yadkhul jannata al-akhirah, huyo hataingia katika pepo la akhira. Alikuwa anaikusudia neema hii, alikuwa anaikusudia neema hii ya imani na utulivu wa nyoyo, kwamba ukifikia katika hatua hiyo basi wewe utaishi katika maisha ya raha hapa duniani. Na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ana maneno mengine ambayo ameyanukuu mwanafunzi wake Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu Madarijus Salikin. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alisema, inna fi qalbi surura, hakika katika moyo wangu kuna furaha, law qusima ala ahli dunya la wasi'a, law furaha iliyomo katika moyo wangu ingegawanywa kwa wakazi wote wa duniani hapa, basi ingewatosheleza furaha hiyo. Faya ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, ewe mja wa Allah, la tabhath 'ani an-na'im al-haqiqi fi muta'i zahir, wala usisumbuke kutafuta neema ya kweli katika starehe zenye kupita na kuisha, au shahawati na ajla, au matamanio ya dunia, au manasiba fani, au vyeo vyenye kuisha.
Kwa sababu gani? Kwa sababu an-na'imu fi ta'ati ar-rahman, neema ya kweli ipo katika kumtii ar-rahman wa qurbika min Allah, na kule kujikaribisha kwako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, wa salamati sadri min ash-shirki wal bid'at, na neema ya kweli ipo katika moyo wa mja kusalimika kutokana na shirki na mambo ya uzushi. Ayuha almu'minun, enyi waumini, wa qad dayya kathiru minan nas hadha an-naim, wengi katika watu kwa hakika wameipoteza neema hii, kwa sababu wao wamebadilisha neema hii kwa kitu ambacho ni duni mno, kwa kujua kwao ama kutokujua kwao. Bahathu ani saada fi kulli makan, wakatafuta furaha kila sehemu, wanasu annaha fi ta'ati ar-rahman, lakini kwa hakika watu wa aina hii walisahau kwamba furaha ya kweli ipo katika kumtii ar-rahman. Faraqu yatakallabuna fi shahawati, kwa hiyo ukawakuta wao wanaingia katika mambo ya shahawa, mambo ya matamanio, wanazama huko katika matamanio. Wayadhunnuna annahum fi na'im, huku wakidhania kwamba wao wapo katika neema, lakini kwa uhalisia wa mambo ma huwa illa shaqa'un muqim, hayakuwa hayo waliokuwa nayo ama hilo wanalodhania kuwa ni neema halikuwa hilo, isipokuwa ni uovu wenye kuendelea. Wa qillatu raha, na raha ndogo sana. Na hili linazungumzwa hivi, kinachokusudiwa hata walau malaku dunia bihadhafiha, hata kama ikitokea mtu mmoja akaimiliki dunia kwa pande zake zote, yani dunia nzima, kila kilichomo duniani akakabidhiwa yeye, ikawa ni cha kwake, anakitumia atakavyo, lakini bado itakuwa hawezi kupata furaha ya kweli na wala hayuko katika neema ya sawa sawa. Fattaqullaha ibadallah, wa'lamu anna a'zama ni'ma an'ama Allah biha alayna hiya ni'matul islam wal iman. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Faya ayuhan nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabaraka wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Tunarejea tena usia wa mwanzo kunako jambo la kuhimizana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumcha. Wa'lamu ayuhan nas, nafahamuni enyi watu, anna na'imal qulubi bil iman la yaktamilu illa bitamami ta'a. Fahamuni ya kuwa neema ya kweli ambayo ni neema ya imani katika nyoyo zetu, haikamiliki neema hiyo isipokuwa kwa kukamilika utiifu. Wala yadumu illa bishukri almannan, na wala haidumu isipokuwa kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa hifdhi al-hudud, na kuhifadhi mipaka. Kama alivyosema Allah amebainisha mipaka na akasema tilka hududullah, hiyo ndiyo mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala.
watu wanatakiwa wahifadhi mipaka ya Allah na wasitoke nje ya mipaka hiyo. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wakati anazungumza kuhusiana na neema hii ambayo tumeielezea katika hotuba yetu ya mwanzo, si kana kwamba alikuwa katika majumba yaliyopangwa vizuri, alikuwa ana mali za kutosha, si hivi. Wakati anayazungumza maneno haya Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala aliyazungumza akiwa jela, amefungwa, yuko jela, ndio akayazungumza maneno haya. Kwa hiyo hilo ni jambo jingine ambalo linatakiwa liwe wazi katika akili yako. Sije ukafikiria kwamba alikuwa katika neema, yupo tu nje anakula nyama ya ngamia, anakula mikate, ndio akazungumza haya. La, si hivyo. Bali Sheikhul Islam alikuwa jela, na maneno yake haya ukiangalia, lam takun kalimatuhu nadhariya, maneno yake hayakuwa tu ni maneno ya nadharia, bal kanat khibratan wa wijdana, bali maneno yake yalikuwa yana uzoefu ndani yake. Maneno yake ni maneno ambayo yana uhalisia ndani yake. Lidhan falnas'al anfusana, sisi tutakiwa tuziulize nafsi zetu, aina nahnu min hadhihi al-khibra, haya aliyoyataja Sheikh, sisi tuko wapi na maneno hayo? Aina nahnu min tilka al-hala, sisi tuko wapi na hali hiyo ambayo ameitaja Sheikh rahimahullahu ta'ala. Enyi ndugu zangu katika imani, kwa hakika muumini hatakiwi kuwa mudda'iyan linaimi al-iman, hatakiwi kuwa ni mwenye kudai kuwa na neema ya iman, wa huwa mutarakhin an masalih al-muslimin, lakini bado ni mwenye kuchelewa katika kutekeleza mambo ambayo yana maslahi na Uislamu ama yana maslahi na Waislamu. Kwa hiyo hata kama utajiona kwamba upo katika neema ya imani, lakini jipime hapo. Je, unawahi, unakupia katika kutekeleza na kubeba mambo ambayo yana maslahi na Waislamu, ama ni kinyume chake? Kwa hiyo hatakiwi muumini kudai kuwa yeye ana imani hali ya kuwa ni mutarahi an masalih almuslim, mwenye kuchelewa katika jambo la maslahi ya Waislamu, yani ghairu mubali bialami, si mwenye kujali kabisa maumivu yao. La yataallamu bialami, haumii kwa maumivu ya Waislamu wenzie. Wala yafrahu bifarahi, wala afrahi pale wanapokuwa na furaha. Wengine wamepata neema wanafurahi, basi yeye anaumia. Kwa nini wanafurahi? Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, tukiwa tunamalizia hotuba yetu, laqad asbahna fi zamanin yatasawwaru fihi kathirun minan nas anna as-sa'adata fi tazayud al-hadhi min ad-dunya. Leo hii ndugu zangu katika imani, tupo katika zama ambazo wengi katika watu wanajenga picha katika akili zao kwamba furaha ya kweli ipo katika kukusanya mali za dunia, kwamba mimi nikishakuwa nina majumba na magari,
na biashara zangu zinakwenda, basi hapo sasa nitakuwa na furaha ya kweli. Wengi wanajenga picha hiyo katika akili zao na wanaamini anna al-ghina huwa ghina al-mal, wanaamini utajiri wa kweli ni utajiri wa mali. Wanas au tanasau, na aidha watu hawa wamesahau au wanajisahaulisha kauli nabii sallallahu alayhi wasallam, kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema laysa al-ghina an kathrati al-arab, haukuwa utajiri katika kukithirisha mali, haukuwa utajiri kwa upande huo, walakin al-ghina ghina an-nafs, lakini utajiri wa kweli ni utajiri wa moyo. Utajiri wa kweli ni utajiri wa moyo. Wa hadha hadithun muttafaqun alayhi, hadithi sahihi wameafikiana waimamu wawili. Ayuha almuslimun, falna'mal jahidina ala an nakuna min ahli hadha al-ghina. Kwa hakika tunatakiwa tufanye matendo yetu hali ya kuwa tunafanya kwa juhudi, ili na sisi tuwe katika kundi hili la pili lililotajwa katika maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tuwe min warathati dhalika an-na'im al-haqiqi, tuwe ni katika warithi wa neema hiyo ya kweli, na'im al-qulubi wal arwah. Neema ambayo tunazungumzia ni neema ya mioyo na roho. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika tukizingatia maneno tuliyotangulia kuyasema katika hotuba yetu ya kwanza, maneno ya mwanachuoni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, tukayazingatia maneno hayo, tukazingatia kama tulivyosema ni wapi aliyasema maneno hayo, aliyasema akiwa katika hali gani, kama walivyosema wanachuoni kwamba aliyasema akiwa jela, alifungwa jela Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na alifia huko, na aliandika vitabu vingi akiwa jela, na ilikuwa kukimuuliza kuhusiana na maisha anayoishi kule na maisha ya uraiani, anaona kiwa uraishi kule. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya yale aliyokuwa nayo katika moyo wake, kwa sababu ya yale aliyokuwa nayo katika moyo wake, katika imani na yaqini. Ana imani na yaqini, na ndiyo ikafikia akayasema maneno yake kwamba lau watu wangefahamu yale ambayo sisi tuko nayo, basi wangepigana nasi ili na wao wayapate mfano wa hayo. Allahumma ja'alna min alladhina qulubuhum 'abidun lak wa abdanuhum khuddamun lidinik. Ewe Allah, jaalie tuwe katika wale ambao nyoyo zao ni zenye kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na ewe Allah, tukuomba tujalie sisi tuwe ni katika wale ambao viwiliwili vyao ni khuddamu lidini, ni vyenye kuitumikia dini yako. Allahumma tahhir qulubana min ar-riya'i wash-shirk wamla'aha bil ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna na'iman la tanfadu wa farahan la yahzanu warzuqna ladhata ta'atik wa halawata dhikrik wa unsan bi qurbik
اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا واجعلنا من عبادك الشاكرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.